Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wasikilizaji na watazamaji wa kipindi chetu Iko Wapi Zamani. Karibu. Ni kipindi cha mafunzo kwa sababu tunafunzana historia, na historia ni somo muhimu sana katika jamii yoyote. Jamii ambayo pengine inapata misukosuko, mara nyingi watakana waangalie historia yao, wazee wao, kwani walipitia yapi. Kwa hivyo sisi kama Iko Wapi Zamani tunaangazia historia ya mji wa Mombasa kwa upande wa mambo ya mchezo mpira, na tunapata historia kutoka kwa wazee wetu wakongwe kwamba walikuwa ni mabingwa, lakini leo ule ubingwa tukiuangalia hatuuone sisi. Lakini tunasikitika sana, kuna kizazi fulani ambacho tangu kuzaliwa kwao mpaka wengine wamekufa hawajui stadium ni nini. Wasikia tu stadium kwa sababu wamekuja ulimwenguni, hatuna stadium mpaka wameondoka, na ni vijana wadogo, wengine walikuwa na talent. Hayo yote ni mitihani, lakini tunayapitia, na muhimu tusikate tamaa. Ndio sababu tukawa na kipindi kama hichi, ikiwa leo tumebahatika sana. Tarehe ya leo ni 22 siku ya Jumatano 2026. Tumebahatika kumpata mmoja katika wazee wetu ambao wao walizishuhudia hizo zama tunazozitamani. Waliona mambo ambayo sisi leo tuhadithiana lakini hatujayaona, bali tunajipa tamaa kwamba tuwe na subra, tutayafikia. Mgeni wetu wa leo si mwingine bali ni Sheikh Sud Abdallah, kama sikukosea, lakini atakuja mwenyewe ajieleze jina lake na kukulia kwake na udogoni mwake na uzoefu wa mpira, na yeye kulikuwa na uhusiano gani. Sheikh Sud, karibu bwana. Shukran sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Mimi kwa maelezo ya mwanzo wa maisha yangu, kwanza kidogo kwa ufupi, nilizaliwa Mwembe Tanganyika. Naam. Mtaa Mwembe Tanganyika mwaka wa 48. Na Mwembe Tanganyika nikakaa pale kwa muda wa miaka nafikiri 12 hivi. Nikiwa pale nikiwa na umri wa miaka 9, nakumbuka, ambapo nafikiri ilikuwa mwaka wa 57. Tuliunda timu pale ya watoto ikiitwa Stuva. Timu ile katika watu wanaojulikana hivi sasa, pengine wengine utawatambua, mimi nilikuwa captain. Tulikuwa na mchezaji yule mwingine ambaye baadaye alichezea Wananyuki, Zarafi, alikuwa mtaani pale pia. Na kijana mwingine anaitwa Jimmy John, alisoma Technical High School baadaye, na nitaeleza habari zake pengine baadaye kidogo. Wale tulianzisha timu pale ikisimamiwa na mzee mmoja wetu ambaye alikuwa sime na mstaafu, aitwa mzee Sonado. Sonado. Tayeb. Alikuwa sime lakini akawa nini, yeye akawa anatu sponsor kila kitu, uniform, vinywaji. Wakati huo hakuna viatu vya kuchezea, tucheza mguu chini, mguu kavu. Kwa hivyo mpira haswa rasmi nilianza hapo, lakini kabla hapo, unajua Mwembe Tanganyika pale kwa kuna kiwanja cha mpira. Tukifanya mazoezi pale kabla hata hiyo timu kuundwa. Baada hapo nikaingia Mvita Primary School mwaka wa 58. Kidogo kuingia skuli kidogo kwa sababu ya mambo ya madrasa. Miaka hiyo mimi nilichelewa, lakini wenzangu walichelewa zaidi. Sisi tunaingia skuli pale, mimi nina miaka 9 10, nikaingia standard 1, nikaisoma mwaka mmoja nusu mwaka. Nilisoma wiki 2 standard 1, nikapelekwa standard 2. Hiyo 58. 59 nikapelekwa standard 3 na 4 kwa mwaka mmoja, maana yake walikuwa nilirukizwa. Kwa hivyo kakatiza, lakini wakati huo tuwasoma na watu ambao, amini usiamini, mtu ashaoa yuko standard 1.
Yani watu walikuwa wakiingia skuli wamechelewa, kwa sababu wakati huo walikuwa watu wengi hawendi skuli mapema, wakihimizwa sasa. Umri ulikuwa wako si pingamizi, si kikwazo. Ndio. So tunsoma na watu wakubwa. Watu wana watoto nyumbani, saa nyingine mtu kuja skuli ana usingizi, maanake mtoto hakulala mtoto wake. Mmoja wa hao, kuna bwana mmoja akiitwa Bwana Mzee, alikuwa mchezaji mpira yeye pia. Mwisho hapa alikuwa kama watchman pale Sheikh Zayed. Mmoja katika ninaowakumbuka ambao walikuwa kwa tayari, manake standard 1 mtu na madevu ya mtu mzima. Sasa pale palikuwa na timu ya mpira pia. Tulikuwa na talent, lakini kama sisi miili midogo na nini, mipira ya siku hiyo ilikuwa kwa ni nguvu. Na wengi ni wazee, kwa hivyo wale wakawa wanapata priority. Sisi kupata chance za kuchezea timu ya skuli ilikuwa kidogo shida, kwa sababu ya umri, mwili mdogo. Naam. Lakini kwa kuna timu nzuri, wakati mwingine tulipata nafasi. Baada hapo, manake pale sikucheza timu ya skuli sana, nilicheza labda mechi 3-4 tu kuchezea skuli. Nikaenda Chuda Primary School mwaka wa 60. Wakati ikiitwa Chuda Intermediate DB, manake zamani ilikuwa kuna mtihani wa kitaifa standard 4. Nafikiri kuna watu wengi hawajui. Kulikuwa kuna mtihani unaitwa common entrance. Ukifika standard 4 unafanya mtihani wa kitaifa kwenda standard 5. So primary ilikuwa ni 1 mpaka 4. Alafu standard 5 ni intermediate. Tukenda Chuda Primary pale pia kukawa na timu ya mpira pale, nikapata nafasi. Lakini vile kulikuwa kuna wazee wengi bado. Kina Yusuf Ramadhani bado yuko hai, yuko Kingorani kule, na ndugu yake Hassan Ramadhani. Kuna Ali Sudi, Mwinyi Haji, watu wazima. Lakini nilikuwa tukipata nafasi pia ya kuchezea timu ya skuli. Alafu baada ya kufanya mtihani wa standard 8 ndio tukaenda Chuda Secondary School. Mimi nilikuwa katika lot ya 3 ya kuingia Chuda Primary, Chuda Secondary. Na Chuda Secondary ilianzia pale Chuda Primary Makande. Ndio. Ilianza pale kabla ya kuhamishwa kupelekwa pale ilipo sasa. Pale Chuda Secondary kukawa na wachezaji ambao walikuja wakawa maarufu kidogo zaidi. Kuna mmoja akiitwa Francis Kiranga, aliwahi kuchezea mpaka Abaluya. Kuna Hamis Jafar, ambaye nilitoka naye kutoka Mbita Primary, tuko class 1 mpaka Chuda Primary tuko class 1 mpaka Chuda Secondary tuko class 1. Yeye pia aliwahi kuchezea mpaka Mwenge. Tulikuwa na mwingine akiitwa aliingia jeshi aitwa Meja Nasibu. Yeye aliwahi kwenda kuchezea Black Mamba Nairobi. Mimi kwa kweli katika kucheza kwangu mpira naweza kusema sikuwa na ambition ya kuchezea timu kubwa. Nilikuwa natosheka na timu za mtaani na kadhalika. Sasa huo ni upande wa skuli, nafikiri nimalize. Baada ya hapo nikaenda Strathmore. Strathmore wakati huo ilikuwa inaitwa Strathmore College. Nairobi. Nikwenda kule 1968 na 69 baada ya form 4. Ilikuwa Strathmore College ni form 5 na form 6. Form 5 na form 6 na School of Accountancy. Ndio Strathmore ilianzia hapo, ikiwa kule Lavington, Nairobi. So kule pia kukawa na timu ya mpira. Mimi nilipoingia tu ile wiki ya kwanza ya pili nikafanywa captain, ambapo si kawaida captain anakuwa kwa mtu wa form 6. Mimi ile form 5 nikapewa captain. Na katika wachezaji ambao tulikuwa nao pale
ambao walipata umaarufu, kuna mmoja mnubi mmoja aitwa Ismail Ramadhan, aliwahi kuchezea Gor Mahia. Kuna mwingine mwisho alikuwa ni Dr. David Olima Onyango, yeye pia alichezea Kisumu Hot Stars na alafu akachezea Gor Mahia. Na wengine ambao walichezea timu mbalimbali, kuna waliochezea Shabana, walichezea wapi, lakini mimi msimu mmoja tu niliwahi kuchezea Black Mamba. Na nikiwa pale Strathmore niliwahi kuitwa kwenye timu ya Kenya ya under 23. Nafikiri coach wakati ule ni yule Bernard Zgol, nafikiri mzungu yule. Tukapelekwa kambi pale Nairobi University. Tukachujwa, tulipelekwa watu kama 52. Tukachujwa mpaka 28, nikawa bado nikawa katika ile kundi la mwisho, lakini bahati mbaya nikaumia kwenye mazoezi siku mbili kabla ya, ilikuwa maana kitu tunacheza game ya friendly na Uganda, alafu kwenda game ya mashindano Malawi. Lakini sikuwahi kwenda maana niliumia kwenye mazoezi, ikabidi nitoke kwenye timu. Alafu kwenye mpira wa mitaani, nikiwa standard 8 Chuda Primary, tuliunda timu yaitwa Hudson Bay. Labda utajiuliza Hudson Bay litoka vipi, jina hilo lilitoka wapi? Maana ilikuwa timu ni Liverpool, Chelsea, majina ya timu za Uingereza. Ndio. Sisi kutoka mwanzo tuliamua hatutaki jina la timu yote ya Uingereza. Lakini tunataka jina la kizungu. Tukaenda kwenye Atlas kuangalia tu majina. Jina la kuvutia kulitamka. Kufika Hudson Bay watu wakakwama hapo. Hawataki kujua Hudson Bay nini, lakini jina lenyewe la sound vizuri basi. Kawa ndio. Tukachagua hilo jina Hudson Bay. Nikachukua rafiki zangu wengine ambao tulikuwa nao shule, wakaingia kwenye hiyo timu. Na mpaka nilipokwenda secondary pia wengine nikawachukua kutoka secondary school kwenye hiyo timu. Mimi pia nilikuwa captain wa hiyo timu, muasisi, alafu nikawa captain. Lakini captain niliushika kwa mwaka mmoja kwa sababu baadaye ilibidi niache. Na niliacha captain kwa sababu tulikuwa na mchezaji mmoja yuko mtaani pale, lakini alikuwa apenda yeye ndo awe kiongozi saa yote, na ni mchezaji mzuri. Hatukutaka kumpoteza. Mimi nikamwambia jamaa tumpe huyu captain, ndio hataondoka hapa. Ndio. Mchezaji mwenyewe pengine uliwahi kumsikia, aitwa Saburi Kombo. Nimemsikia. Yeye walikuwa ndugu watatu. Ali Kombo, Mdere Kombo na yeye Saburi Kombo mdogo. Na kukomba captain Saburi Kombo. Naam. Ili kumzuia asichukue na timu nyingine. Maana ndugu yake ambaye alikuwa mtaa huo yeye alikuwa Uganda champion. Alikaweza alikuwa kwa Mwachi. Ndio. Ali Kombo alikuwa kwa Burnley. Sasa huyu tukamzuia pale, tukampa captain. Na Hudson Bay wachezaji ambao wana umaarufu ama ulipata umaarufu baadaye, tulikuwa na Yahya Sadim Kai ambaye alikuwa akisoma Khamis Secondary School, alafu mwisho pia alichezea Mwenge. Yahya Sadim Kai marehemu, sasa karibu wote na wataja marehemu. Tukawa na James Ojiambo ambaye mwanzo tukianza timu alikuwa akitushikia nguo wakati wa mazoezi, alafu baadaye tukamtia kwenye timu. Alhamdulillah akawa mchezaji naye. Akawa mchezaji mpaka akaja akachukuliwa na Breweries, akaja mpaka national team. James Ojiambo Maningi jina lake. Na utu uzimani akageuza dini akawa Muislamu. Alikufa akiitwa Anwar. Alizikwa nafikiri miaka 2 iliyopita Nairobi.
Simon Gundi ambaye yeye ndio aliritadi, alikuwa Muislamu sasa. Alikuwa aitwa Muhammad Gundi. Aliwahi kutuchezea pale, alafu akachezea nafikiri Sparky Heroes, ndio akachukuliwa kwenda Nairobi Breweries. Lakini kiini cha mchezo wake ni Hudson Bay, Nyanza pale. Mwingine ambaye alipata umaarufu kidogo ametajwa hapa Mombasa ni kijana mmoja wa Kiarabu aitwa Salim Bahannan. Tulianza naye timu pale, alikuwa fullback 3 mzuri sana. Mwisho alikuwa akachezea Chelsea. Ndio huyo maarufu. Alikuwa na hoteli mwisho pale. Mwanzo alikuwa na duka pale klabu yetu. Kabla ya kwenda Kaloleni. Okay. Kwa pale mtaani Majengo ya Ropa pale. Ndio ilikuwa ngome ya headquarters ya Hudson Bay. Sasa ni hao katika wachache ninaowakumbuka ambao walipata umaarufu, lakini timu ilikuwa kwa yajiendesha yenyewe kama kawaida, ilikuwa kuni ghera. Na nafikiri katika timu ambazo zilikuwa zikijiendesha kwa shida, moja hapo ni Hudson Bay, maana yake hakukuwa na mtu maalum wa kutusaidia. Ilikuwa kwa sisi wenyewe, viatu mtu vikiraruka wajua vyashonwa. Mwasaidiana kuchanga kwa fundi, nguo tununua wenyewe. Mshike wazee wale wakati wengine siku ya match ili tuwe pamoja mapema. Ndio. Wanatafuta pesa maskini kidogo wapike pilau pale ili tuule pale, alafu tuwe pamoja. Lakini hatukuwa na mtu ambaye ana uwezo kidogo wa kuwa anatushika. Si kama timu nyingine zilikuwa na bahati. Kwa mfano Burnley walikuwa kuna Salah Khamis ambaye alikuwa na uwezo kidogo akiwasimamia. West Ham walikuwa kuna bwana mmoja akiitwa Zula akiwasimamia. Champion walikuwa kuna Kawele akiwasimamia karibu kwa kila kitu. Sisi tuliendelea hivyo kwa shida. Lakini alhamdulillah ni timu ilikuwa yatisha. Aswa kwa wasimu wetu wakubwa ambao walikuwa ni West Ham na Congo Boys. Black Panther je? Black Panther ndio hiyo Hudson Bay, baadaye iligeuka ikawa Black. Ndio hiyo nilikuwa naingojea lakini nairukiza tu. Sasa kuna wakati Shikuku, mheshimiwa Shikuku alichukua mamlaka ya mpira. Akataka timu zote ziondoe majina ya kigeni. Ndio wakati huo Liverpool ikageuzwa ikawa Mwenge, Chelsea ikageuzwa ikawa Nyati. Leeds ikageuzwa ikawa Wananyuki. Alikuwa anataka kuondoa majina ya kigeni yote pamoja na majina ya kikabila. Ndio majina ya kama Abaluya Football Club